kufunguliwa kwa mbingu ni nini? Na kufunguliwa kwa mbingu, nataka nishiriki asubuhi ya leo. We find it from Genesis chapter 26. Are you there with me? We read verse 6, 1 to 6, and then 12 to 14. Genesis 26. Na sasa kwa sababu nyote naona ni wasomi, hata watoto wako hapo. Nyinyi mnaendanga shule? Nasema mnaendanga shule? Ninaona kuna Bible, kuna screens kwa hapa tusome pamoja. I want us to read the scriptures together. Then we hear what the Lord has for us today. But I am sure, na mimi sina shaka, by the end of this service. Tell your neighbor, by the end of this service. Wachana na huyu ambaye anacheza, anakukasirikia. Angalia huyo mwingine, mwambie by the end of this service, your life will never, ever be the same again. In Jesus' name. Somebody say amen. My friend, you are here. Asante bwana, nimekuona. Asante. Huyu jamaa tulikuanga kwa klasi moja naye. Na hiyo klasi ilienda wapi? Ilienda wapi? Sisi hatuwezi anguka. Hiyo klasi ilienda wapi? Oh, asante. Thank you. Can we read together? 1, 2, 3. Now, there was a famine in the land, beside the area famine of Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, the king of the Philistines, in Gerar. Now, the writer is talking about, we find it in Genesis 26, if we begin from verse 10. Tuko pamoja? Continue. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. First, stay in the land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For to you and your descendants, I will give all these lands, and you will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give them all this land. And through your offering, all nations on earth will be blessed. Because Abraham obeyed me, kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws. So Isaac stayed in verse 12. Verse 12. Isaac, we are reading. Isaac planted crops in that land, and the same year lived 100-fold, because the Lord blessed. Tap your neighbor, tell your neighbor, the Lord is blessing you today. Now verse 13. Can we read? Isaac. We're in verse 12. We're in verse 12. Isaac planted crops in that, and the same year lived 100-fold, because the Lord blessed. 13. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and hands and servants that the Philistines envied. Look at a neighbor, tell that neighbor, this year, in the year of open heavens, they shall envy you. Angalia huyo mwingine, wachana huyo sasa, mwambie they shall envy you. Because Jehovah will bless you. Hallelujah. Unajua mara nyingi tunaishi kwa maisha ambao maisha iko na viwango. Seasons ni nini kwa Kiswahili? Majira. Kizungu tu. Na Now, when we go through seasons, sometimes as human beings, you can stand up and say, friends, this is not my season. Why? You look at your pocket, there is no money. You want to build a house, there is no money. You look at your body, you are sick. You look at your siblings, you are helping each one of them. You look at your commitment, you realize this is not my season. You look at the economy, you say this is not my season. You look at your business, the business is telling you, wait,
there are some rent rights. Oh, it's not well. And you say, this is not mine. And some other times you look at your season and you say, God, if God, you'll come, not to me. It is to somebody else. Because when I look at myself, you see, Reverend Gitonga dedicating vehicles, you say, wait a minute, I'm on a loan. I have not cleared. So when you talk about the vehicles, you are talking about them. You are not talking about me. Are you with me? You hear an announcement of a wedding being done in a church like this, you say, wait a minute. It is them. Me, I can't get married now. Number one, I have no job. Number two, even if I'm abroad, I've committed myself to a lot of money. And even if you are getting married, you are saying, wait a minute, I'm not even sure whether it will be there. Because number one, there is no money. Number two, my income, wakikata, they subtract my money. Whatever remains cannot help me. Tap your neighbor, tell your neighbor. The message this afternoon. Blessed. Out of season. Blessed out of. And I want to talk to you. Tell you, you are feeling out of season. Jehovah is in it. Nasema Jehovah is in it. You may think you are out of season, but we have a God. We have a God. I am saying we have a God. Tell your neighbor for me, neighbor. We have a God. And before we get to Wednesday, because we came with a prophetic word, because we came with a word from the Lord, you shall be blessed out of season. Heavens is about God coming when you feel, when you think, when you hear, when you smell, when you look around and you realize you're out of season. Praise the name of the Lord. And it happened in the scriptures. If you look at in the scriptures, we had men. We have an history. We realize God is a master in working out of season. I'm saying God is a master in working out of season. Tell your neighbor, out of season. When things are bad in that house, God is able to work. When you have no money in your pocket, God is able to work. When you are feeling sick in your body, God is able to work. If you hear me, say amen. Somebody say a better amen. He is a master. Nasema Jehovah is a master. He works out of season. Don't tell me what they have said in your place of work. Don't tell me what your boss has said. We have a greater power. The power of the name of Jesus, which the Bible says the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. I came to prophesy to somebody, you shall be safe. You shall be safe in his hands. You shall be safe in his hands. God is a master in working out of season. Tell your neighbor, out of season. Talk to another one, tell that one, out of season. And you have several good examples. In Genesis 21, if you read verse 1, 2, and 3, Abraham and Sarah gave birth out of season. Gave birth what? Out of? Abraham and Sarah. Abraham is 100 years. Sarah is 90 years. But God blessed them out of season. Don't care where you are. You are telling me, Pastor, you don't know. I am almost getting to 40 and I'm not married. I am almost getting to this age. And nobody, there's no sign. It is important you know, God works out of season. If he worked for Abraham, he can work for you. Praise the name of the Lord. Tunasema jina la Bwana lisifiwe. Kama alikumbuka Abraham, na ndio Mungu anaambia Isaka, nilifanya ahadi in Genesis 12. Nitakubariki, utaitwa baba wa mataifa. Hiyo ni kusema ya kwamba Mungu ni mwanadamu. Mungu si kama mwanadamu. Abadilishi mawazo. Mungu ni Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Nikasikia mhubiri mmoja akisema, unapoendea kuseka uendangi juu, unaendanga chini. Sara miaka 90 alikuwa ameinama hivi, akapata mimba. Unakumbuka in Genesis 18, wakati malaika wanapita, wanaona Abraham amekaa kwa tent, akawakaribisha, wakachinja, katengeza mikate, wakakula. Kawaambia next year a time like
Hadi aliposikia akiwa kwa tete akataka kashangaa hiyo vitu inazungumzwa. Mimi nikijiangalia siwezi beba mtoto. Unajua wengi wetu wamekaa, umeambiwa na watu ati una mbele, unaambiwa ati una nyuma. Si ujiangalie uone mbele uko naye. Na ati unaambiwa una mbele. Angalia mtu, jiangalie uone mbele uko naye. Hata kama ni nyuma, jiulize jirani, wewe unaona niko na nyuma? Hata kwa sababu watu walisema una mbele, wakasema una nyuma, au kasema una pande, si mikono iko pande. Sasa kwa nini unasema uko una mbele? Kwa Abraham ilikuwa ni hivyo. Because he was 100 years. Sarah was 90 years. Then mhubiri akasema, huyu mama kwa sababu bado alikuwa anateremka, hata zile zingenyonyesha huyu kijana anaitwa Isaka, zilikuwa zinateremka. So hata wakati walizaliwa walikuwa hakuwa na kazi kubwa ya kusimama, ni kuchukua nyonyo na kutupia mtoto pande hii. Blessed out of, but Mungu aliwakumbuka. Mimi naomba Mungu akakumbuke wiki hii. Nasema Mungu akakumbuka wewe kijana wiki hii. Nasema ukakumbukwe wiki hii. Hallelujah. Wana wa Israeli wanatembea jangwani. Biblia inasema ya kwamba wakawa na njaa, wakawa na kiu, hawana chakula. In Exodus 16, ukisoma mstari wa 13, Biblia inasema, tupatie mstari wa 13 in Exodus 16. So it was, waliona can we read together? 1, 2, 3. That evening, quails came and covered the camp. And in the morning, there was a ray of dew around there. When the dew was gone, thick flakes like frost on the ground appeared on the desert. Jangwani. Ambia mtu jangwani. Unajua unaweza kuwa uko umeketi hapa na unasikia uko jangwani. Wacha niache na hawa. Nasema unaweza kuwa umeketi hapa na uko jangwani. Uko peke yako. Mambo ni magumu. Nyumbani mambo haifanyi kazi. Wamesema wewe ni tasa. Wamesema utasaidika. Nimekuja kusema kwa jangwani. Jangwani hapo Jehova ndipo anafanya kazi. Sikiza vile the Bible says. Biblia inasema nini? Tuendelee. Give us the next verse. Lean together. When the Israelites saw it, they said to each other, what is it? For they did not know what it was. Moses said to them, it is the blood the Lord has given you to eat. Somebody say amen. Mwangalie mwambie Jehova anashughulikia watu wake. Kwa sababu anaelewa kuna wakati unakuanga out of the season. Na kama uko out of the season, kuna neno lako. Kuna mkate. Nasema kuna mkate. Nitingizie jirani mwambie kuna mkate. Kiu na njaa yako inamalizwa leo. Jina la Bwana litukuzwe. Out of season Mungu akawapatia chakula. Tingiza jirani anayekaa kama Mkristo mwambie jirani Huyu Mungu akakumbuka watu wake. Na leo hii anakukumbuka wewe. Wakapata kiu. Exodus 17 verse 6 inasema, behold, I will stand before you on the rock. Anaambia Musa. Pastor Musa anaambiwa na Mungu, nitasimama. I will stand. Can we lean together? I will. In other words, kama Mungu atakulisha wewe, Mungu atakunywesha wewe. Mimi nasema kama Mungu atakunywisha wewe, atakulesha wewe. Mungu akasema mtakufa na njaa, au utakufa na kiu. Tingiza jirani mwambie, I postpone your death. You are not dying. You shall live and declare the goodness of the Lord in the land of the living. And we declare to our pastor, you shall live and declare the goodness of the Lord.
In the name of the Lord. Sema, I refuse to die before I accomplish the purposes of God. Sema, kataa kufa mapema. Mungu aliwapatia chakula na akawapatia maji wakati kipindi akikubarika. Mungu atakubariki wakati kipindi haikubariki. Nasema utabarikiwa washangae. Utainuliwa washangae. Utaendesha gari washangae. Utarara kwa nyumba yako washangae. Jina la Bwana lisifiwe. Tunasema jina la Bwana lisifiwe. Huyu mrembo wangu tumeona miaka 25. Asubuhi tunaamka ananiambia, "Daddy, kila mtu anaendesha gari yake." Niambia, "Daddy, Bwana amenizungumzia. Hii gari nitoe sadaka." Kamuliza, "Ati nini?" "Nimesikia Bwana ameniongoza. Hii gari yangu ninaendesha kwenda kazini. Na hii gari ilitoka kwa maombi. Tumeomba Mungu muondolee aibu ya kusukuma na makanga, ingia kwa hii gari." Unajua jamaa anakuwa na madharau mingi sana. Mke wangu anamwekelea mkono, "Mama ingia hii, tuambie hii madharau tunataka tumalizane." Madharau mbaya. Ati wendi wakati unataka. Ukiwaambia waende unauliza, "Kwa nini uliingia kwa hii gari kununua yako?" Wana madharau. Tumeomba amepata gari because she is a civil servant. Amepata gari alafu ananiambia, "Unajua nini? Nimesikia Bwana ameongea." Nikiangalia gari yangu mimi mwenyewe was on a loan that time. Iko kwa roho. Sasa ameniambia ingine tutoe sadaka. Kwa sababu tunajenga cathedral kubwa 2000 sita. Hao jamaa wamekuweko. 2000 sita King Jesus Sanctuary. That we were in the first phase. Nikangana naye, nikakuja jioni tena kama mwanaume sasa. Ati baadhi ulikuwa unasemaje? I want to be sure. And I remember very well it was on a Thursday. Kanambia, "Nimesikia Mungu amesema hii gari tutoe iwe." And there is no greater thing like having a wife who hears God. Sikizani. I usually tell even my members. Mtu anayejua nimeokoka. Si nyinyi. Ni huyu. Anapiga makofi hapa, unatupigia ukiwa pande hiyo. Mzee akikuangalia hivi anasema, "Huyu shetani, huyu hata huyu ameokoka." Huyu ameokoka huyu. Mtu anayejua kama umeokoka ama hujaokoka ni your spouse. Waje kutundanganya. Usitundanganye. Tukiweka mke wako kando tukulia, na huyu jamaa vile anainua mikono na akili azobi, "Achana na yule. Chana naye." Jina la Bwana lisifiwe. Tukaita Joy na Shalom. Nikamwambia, "Do you know what? Nimeingia sasa. Tumeamua." Ilianza na lakini imenifiki. Nikamwambia tumeamua. In the first phase of King Jesus, our seed will be your gari. Ilikuwa KB. Tukasema hatutaki kuwa kama Anania na Safira. Tukaenda Jumapili. Tukaabudu, tuinue mikono kwa Bwana, tukainua, teremka, tukateremka, tukapanda. Nilipochukua kama pastor nikasema, "Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana anafanya kazi." Wakasema amen. Kishangu kanisa, "Anafanya kazi gani? Na ni gani inaenda?" Na sasa wengine wanafikiria tumetoka mbinguni tumelanda. Rogu iko hapa. Bwana anafanya mke wangu anarudi kwa namba 11. Lakini Bwana anafanya si tulisikia sauti. Kaambia, "Bwana asifiwe. Tumeamua in the first phase." In the first chairman wa development kuja, kila mtu anaangalia, "Ala, leo pastor akona nini?" Nini? Logbook. Nini? Funguo zote mbili. Baada alikuwa amenipatia hizo zingine.
Sisi leo tumetoa hiyo gari iko hapo nje parking bay kwa jina la Bwana. Muuze hiyo gari, muendeleze King Jesus. Wakapiga makelele, hallelujah. The Bible says it's a blessing to give than to. Sasa mimi mawazo yangu inaniambia, ala, hata wewe uko hapo. Mawazo yangu inaniambia, ala, unajua ukumbuke gari so tumeanza ile safari. Daddy, ningoje uni drop stage, niingie matatu niru. Nikasema, God, because you spoke, grace is sufficient. Na tukusumbuana, si ndio huyu? Gari tuko naye na kutoka leo iko on sale. Chairman akachukua, wakaanza kuuza. Si tukaingia kwa gari yetu moja tukarudi nyumbani. Si asubuhi ni safari ile ni drop. Come drop. Can I tell you the truth? Gari yangu ile tumeacha nayo is on loan. Inya mshiki wacha niambie hawa. Gari ile nimeacha nayo iko on loan, si jamali. Lakini between the siku tuliyotoa, it did not take a year. It took months for another one to come. Na akatoka kwa ile inaitwa B, akaingia kwa C. Blessed out of, you are not getting it. Blessed out of, tungejiangalia sisi hatungekuwa na pesa ya kununua gari ingine. Lakini Mungu akasema mimi ni Mungu. Mnapotoa mkiwa out of season na mimi nitakuja. Ninaomba hiyo neema ikakuangukie. Out of season ukaone Jehova. Out of season ukatembelewe. Hallelujah. Tingiza jirani mwambie out of season. Expect the blessings of God. Hallelujah. Tunasema hallelujah. Tunasema hallelujah. Isaac in famine. Mungu anamwambia usiende. Mama usiende. Wewe msichana usiende. Kaa hapo hapo. Kaa kwa hiyo ofisi. Out of season hapo ndipo utabarikiwa. Leo akona gari nzuri kushinda ile alikuwa naye. Ni kwa nini? Our God is faithful. Our God is what? Our God is what? Listen. In John 5. Can we read this story? 1-8. Blessed out of. Blessed out of. Blessed out of. Blessed out of. Tell your neighbor. Your season has come. When you are out of season. Can we read the story? John chapter 5. Are you there? No, you're not there. John chapter 5. John chapter 5. I want to throw some few things. 1, 2, 3. We lean together. We are going up to 8. 1, 2, 3. For a feast of the Jews. Tutaachia Reverend Kitonga afanye the feast of the Jews. Mi wacha niendo hiyo ingine. Now they are in Jerusalem near the a pool. Here a great number of disabled people used to lie. The lame, the paralyzed. One who was there and been inebriated for how many years? 8 years. Ask your neighbor, how many years? Don't get an answer. Muulize miaka ngapi? Umekaa out of season. Tuendelee. 1, 2, 3. When Jesus. Si Yesu amekuja? Si amekuja? Unajua ndivyo tunakaanga sisi wengine, tunakaanga kanisani. Reverend Kitonga anasema Mungu anafanyanga miujiza. Atakuja aje? Ngoja aje. Mimi sina pesa. Ikishakatwa NSSF, NHIF, hiyo ingine ni gani? Na hiyo ingine
Ni hakuna kitu imeba. Nitajenga nyumba, nitajenga aje? Sina pesa. Ati nitaendesha gari, nitaenda aje? How? Alipokuja kamuuliza, do you want to be? Na Biblia inasema ya kwamba alijua hali yake. Angalia mtu mwambie, Mungu anajua hali yako. Mungu anajua hali ya. Alimwambia aje, can we read together? Sir, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of. Rudisha swali number 6. Rudisha swali number 6. Usikie hii kasumba inatoka wapi? Rudisha number 6. Verse 6. When Jesus saw him, we are reading together, and learned that he had been in this condition for a long. What did he ask him? Mungu hakutaka explanations. Na kuna watu wananiangalia leo wana explanations nyingi sana. Wewe pastor hujui. Kitu ya kwanza, kwetu umaskini ni umaskini, walituita maskini. Pastor wewe hujui. Hii ugonjwa niko naye ilikuwa na nyanya yangu, nyanya ya nyanya yangu, sasa haiwezekani. Wengine wanakujenga na explanation. Unajua mimi? Unajua nini? Pastor hujui. Pastor hujui na nitakuonyesha hujui. Mimi siwezi nikasaidika. Shamba sina. Nitajengaje na sina shamba? Mimi siwezi saidika. Jamaa mmoja anaitwa Joseph aliniangalia nikiwa msichana akaniambia, you are not a wife material. Wewe ni material ya kupigwa picha peke yake. Sasa unatembeanga ukisema, me I can't make a good wife. Ati mtu alikuangalia hivi akasema, ulipita shule ukaambiwa you are D- student. Sasa unatembeanga ukisema, mimi ni D-. Kamzee alikuangalia hivi akakwambia, wewe mimi nilikuwa ukiwa sikujua ni mnyama kama wewe naoa. Sikutarajia kuwa mke kama na unatembeanga ukisema mimi ni mke bure na mimi siwezi nikapendeka. Sasa sijui itakuwaje. Look at your neighbor, tell your neighbor. Jesus is in the house today. What do you want? Jesus said, saw him lying there. Do you want to get? What did he say, verse 7? We're in verse 7. We're in verse 7. Sir, the invalidity, I have no one to help. In other words, I am out of season. Yes. I am out of season. Yes. I am out of season. But God blesses people in there. We read together, I have no one to into there. When the water is, while I'm trying to get, someone else goes down ahead of. Continue verse 8 first. Then Jesus said to, pick up your mat and Mungu wetu anachanga ujinga wetu. Mwambie Mungu wetu ni wa rehema. Hakusikiza hizo vitu. Aliachana kasema ujinga wako. Mimi nakuuliza unataka nikufanyie nini? Unaanza kunipatia store? Na wengi wetu hapa Mungu anakuuliza nataka kufungulia mlango, unaanza kumpatia story. Sina funguo. Funguo hata iliibiwa. Tunapewa Mungu masto. Inaanza anaambia Yesu, me I'm out of. But Jesus tells him, get up, pick your mat, and I want to make 2 observations very fast. Blessed out of. To Isaac, there was no rain, but he harvested 100-fold. To this man, he was not put. Atukusikia Yesu akifanya arambe. Unajua, many of us we are very good in mobilizing. Pray with me. Pray with me. Things are not well. Pastor, pray with me. Yesu hakutaka mobilization. Anamwambia rise up. Take your mat and do what? 2 observations I want to make. Number 1. God, Jesus is a master in breaking protocols, procedures, and processes. Mungu wetu ni master wa kuvunja. Ambia mtu wa kuvunja protocols, procedures, processes,
Na wengi wetu kwa mawazo yetu hiyo ndio tumeweka. Kama Mungu utanibariki, kama Mungu utanikumbuka, najua utakuja kupitia payslip. Let me tell you the truth. Akisema hakuna hata kwani yeye. Akisema takuinua hakuna hata kwani yeye. Hiyo wimbo tunaaminianga hiyo wimbo. Tunaaminianga hiyo wimbo. Tunaaminianga hiyo wimbo. Usinipatie anza. Mara nyingi hatuamini. Kwa nini unaenda kwa waganga? Kwa nini unaenda kwa false prophets? Na huyu mama hata ogangi. Ako Kariobangi kwa nyumba ya makaratasi. Na wewe mjinga unaingia hapo ndani. Are you really thinking? Ati ubarikiwe. And you have a prophet in the house. There is an altar for you to receive your blessing. Do you believe in it? Unabeba maji kwa matatu. Unaenda ukisumbua matatu una anoint. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Kwani yeye ni Mungu wa baraka zote. Jina la Bwana lisifiwe. He breaks protocols, processes, and he lifts you up. Niangalia. Asikiza hii. Huyu mke wangu, mnamuona huyu? Tumeona miaka kidogo, 20 na ngapi? Sisi tuko hapa tulikuwa prayer item. Tulikuwa nini? Tulipoana, tuliamini Mungu kwa sababu mimi ni mhubiri. Na wahubiri wanapenda kuhubiri sana. Kazi yetu ya haraka itakuwa ni kuzaa watoto. Tulikuwa tunataka kuwazaa kama stairs. 1, 2, 3. Tulee waende kazi. Tuko pamoja? Tunataka kuwazaa mara moja. Kipindi moja ni kuzaa. Kulea, si tuende gospel. My friends, hatukuenda gospel. Alianza na miscarriages. Anashika mimba. Talk to me. Unanikasirikia? Uliza Reverend Eras. Tukawa prayer item. Pastor ameshakuwa prayer item. Tukakuja Nairobi. Tukaenda Meru. The people called gynecologists, respected men, wakatuangalia katuambia, ladies and gentlemen, unajua kwetu tuko hivi, tuko vile tumejaza. Hii ni neema. Ukiniona picha na huyu jamaa utashangaa sana. You can't compare and contrast. Tuache hiyo. Akatuambia, do you know what? I want to tell you for free. Stop running up and down. You will never have children. Huyo ni daktari? Huyo ni? Hawa amekataa kusema, acha niambie hawa. Huyo ni daktari? Amesema? Unajua kwetu hapa tunaamini daktari kushinda Mungu. Lakini nitakwambia kunywa asubuhi saa 7 na jioni. Hata uwe wapi? Hata mimi nimekuwa kwa ndege. Tunakaa kwa ndege na mtu hivi, kwa ndege. Naona anafungua dawa. Nasema, anauliza, what is the time? Sema saa ngapi? Anafungua dawa anaanza kumeza. Kwa ndege? Kwa sababu anataka kuhakikisha amefuata kanuni za daktari. Sasa daktari ametuambia sisi tusawe habari ya mto. Tukarudi pole pole. Tukasema na mke wangu, daktari ameumbwa na nani? Ameumbwa na nani? Kautishi unijibie. Ameumbwa na nani? Si ameumbwa na Mungu. Sasa tunataka turudi kwa Mungu aliyeumba huyo daktari. Tukaanza vita. Since the times of John the Baptist, Matthew 11:12. Since the time of John the Baptist until the kingdom of God serveth, and the violent taken by. Tukasema it's by force. Because if you approach God casually, you'll be a casualty. If you approach God casually, you'll be a casualty. Na watu wengi wetu hawajaitubukiza miguu kuamini Mungu. Ndio sababu ukisikia kuna mkutano kwa hapa Embakasi wa jamaa anaitwa fulani, kichwa umeweka ndani. Ukisikia mwingine amekuja kichwa umeweka ndani, ndio mtaulizwa, si mlikuja na matambara? Tuache hiyo. Si mlikuja na matuta? Tuache hiyo.
since the time of John the Baptist until now. The kingdom of God serveth violent, and the violent taken by force. Kuna vitu ni zako, utapembeleza shetani. Unakasirika. Sema Mungu ana uwezo wa kunibariki. Mimi mwenyewe kule nimezaliwa, sikuambii turaibu yangu. Lakini na Makenya. Mwanaume bila mtoto ni madharau. Mama yangu ananiangalia hivi ananiuliza ulioa wa nini? Ukiangalia watoto wa ndugu yangu wale wananifuata ni wakubwa kushinda wangu. Angalia hiyo madharau. Angalia mtu mwambie Mungu anamalizianga watu madharau. Mungu anamalizianga watu madharau. Glory. Several years nikasema nyumbani siendi. Si reason nyingine kwa sababu sitaki kuulizwa hiyo swali. Kuna swali sitaki kuulizwa kwa sababu inapunguza imani yangu. Can I surprise you? My late mother one day akaniuliza kwa nini hujatafuta mke mwingine? Kwa nini hujatafuta mke mwingine? Na mimi ni pastor. Kwa nini hujatafuta mwingine? Akuzalia watoto. Sasa tunashika watoto wa ndugu yako. Na wewe una. Kaambia ngojeni kidogo. Mungu hajaenda live. Yes. Nasema Mungu hajaenda live. Na usikubali. Angalia mtu mwambie kataa. Usikubali. Mafundisho ya shetani. Na mimi nikasema nitasimama na mke wangu kunyeshe kusinyeshe, lakini siku moja tukajua mtoto wetu tutashika. Tuko naye leo ama hatuna? Joyce mama aone vile uko mlembo. And I want to encourage you. Kwa sababu umesikia sauti nyingi. Unasikia watu wakisema na madaktari wamekwambia ugonjwa wako huwezi pona. With God all things are possible. Glory. Hallelujah. Na si mtoto huyu mmoja, tuko na mwingine. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tingiza jirani mwambie blessed out of season. Mwambie you shall be blessed by fire and by force. Shetani aibike, ameze wembe, ashindwe. Yesu ni Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Wacha kujihurumia mama. Mzee usijihurumie. Hatukwenda kwa mganga, hatukwenda kwa false prophet. Tulitegemea Bwana. He did not fail us. He remembered us. Somebody say amen. I have an opportunity to officiate a wedding. Huyu mama, she is now 56. Aliolewa. Alipoolewa, after 4 years, wakapata first daughter. 4 years, the husband passed on. Husband wakati amekufa, ameambiwa, mzee ameoa na HIV. And AIDS. Dada akasema, nimemalizana na kuolewa na kuoa. Lakini kitu moja aliposema, and let me tell you, don't sit in this church without doing something. You will not provoke God to meet you. Don't sit. There is no ministry of pew warming. Hakuna huduma ya kukaa chini na kushikisha viti moto. Kuna huduma kama hiyo. Na kama ulifikiria kunaye, hakuna. Dada akaambia pastor, hey, mimi nataka kuwa sitaki kuingia full time, sijaitwa, lakini nataka uniandikie hii. Chakula ya mhubiri awe mmoja, iwe ni wewe ama ni guest preacher, hiyo ni kazi yangu, niachie. Na pesa utaniitisha. Tukaje akamwambia akaendelea na kazi. Akaendelea na nini? Ndugu mwingine amefiwa juzi 2 years ago. Same age. Ndugu ameomba Bwana nipatie mke. Bwana nikumbuke. Nipatie mtu wa ile miaka nimebakisha twende naye. Nimesema nini hiyo inafanya mtego? Kwani nimesema mbaya? Si waende pamoja, waishi pamoja. Sasa ndugu akajikata college. Baada ibada akamwambia dada, Bwana sifiwe. Mimi nimekuwa nikiomba. Na nasikia Bwana ameniongoza. Miaka ile nimebakisha ya maisha. Tutakaa nawe? My friend, dada, swali ni kwamba tukienda kufanyiwa test. Na unajua in deliverance we put it as a rule. Tuliweka as a rule in deliverance.
itakuwaje? Akaambia pastor. Lakini akasema kabla sijaenda kwa pastor, si mimi nimekuwa mwaminifu kanisani, nimekuwa nikitumikia Mungu, na mume wangu alikufa kwa sababu ya HIV, msichana wake ameshaolewa already. Akaenda kaambia daktari nifanyie test. Daktari akamfanyia test. Test imetokeaje? Negative. Ngoja. Akaenda kwa pastor. Pastor akamwambia unajua mimi ninapata proposal. Akamwambia ni nani? Napata proposal. Pastor akamwambia fanya hivi. Utaenda kwa fulani ufanyiwe test, nitachukua results. Akaenda, akatolewa. Ikafanywa. Results iko nini? Negative. Pastor akasema, "Want to do the last one." Kwa pastor wake. Mwambie pastor atafute ndugu ambaye ni wa kiroho zaidi na ni daktari. Because sasa we are not taking chances. This is a matter of life and aende. Dada naye anasema, Bwana, nimekutumikia kwa uaminifu. Na umesema utakumbuka watu wako. Na huyo dada saa hii hata right now as I talk to you ni nyumba amekomboa, anafanya biashara. Lakini bado unajua mimi sijajichanganya. Nimekungoja kwa uaminifu. Na wewe ni Mungu. Na saa hiyo anasafu hata excellently, amevaa vizuri. Anafika, we, nimekula chakula mimi ametengeza, nyama imechemshwa, anaweka ingine imekaangwa, ameweka matumbo na kachumbari, ameweka ugali. My friend, kwanza akisikia bish yuko area. Anasafu. Let me tell you the truth. Kubereko ya mwisho, ndugu alikuja akaambia mchungaji, kule nimempeleka, imefanywa kabisa. She is negative. I have the opportunity of wedding them in the next 1 month. Aliyefikiriwa ana mbele, ana nyuma, Bwana akalete mbele mpya. Aliyefikiriwa amekwisha, sasa yuko hai. Sijali walisema nini. Sikiza sauti yangu. Sijali walisema nini habari yako. Sijali umeona nini. Sijali mwili umekuambia nini. Kuna Mungu wa second chances. Anakubariki. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka. Akisema takuinua, hakuna, kwani yeye ndiye Mungu. Sikiza. God breaks protocols, procedures because he is God. Nasema because he is God. Tulifanya harusi ya dada moja wa kanisa letu. Alilia kutoka saa 2 mpaka saa 11. Mwekuona mtu analia, anadaga, hata machozi ilisha. Ni nini? Siamini. Uamini nini? Siamini ningeolewa. Kwa nini? Niko over 40. Naona kama video, naona kama drama. Mimi niko hapa nitabiria, utaona kama video, utaona kama drama. Ukiolewa, ukiendesha gari, ukiwa na nyumba yako si ya kugomboa. Tunaenda na watu wa Mungu. Hapa naweka Mungu kwa box. He works out of season. Nasema usiweke Mungu kwa box. Hii imeshindwa, ni mganga atanisaidia, ni false prophet atanisaidia. Huyu hatakusaidia, ni Jehova peke yake. Naye akicha, watu wanajuanga amekucha. Naye akikutembelea, watajua Jehova ametembea. Jina la Bwana lisifiwe. Nitingizie jirani, mwambie jirani, blessed out of season. Out of season. Hii harusi ilikujaje? Ni mwalimu wa sciences. Anaitwa tu, wanaitwa walimu wote wa sciences, wanaenda. Anafika na mabegi yake. Anakuta registration desk. Ndio hiyo. Anaenda, akiangalia ndugu mwingine amekuja, kamsalimia, ujambo. Tunaregister hapa, kafuatana. Mimi naitwa Fulani, napenda Yesu. Mimi naitwa Fulani, napenda Yesu. To leave the details. Today they are married. Dada alikuwa 43 years. How many years? Menopause inaanza mtu akiwa na miaka ngapi? Usijifanye ni hiyo age. Hiyo
Sasa wameona kama ako 43 alikuwa anaingia 44. Mnakasirika? Today, to leave the details, today, tell your neighbor today. Ako na msichana anaitwa Esther. With God, all things are blessed when? Blessed when? Look at a neighbor who looks like a believer. Tana huyu anakukasirikia, mwambie I'll be blessed out of season. Mwambie kwa ujasiri I'll be blessed out of season. Tell that neighbor they will be envious. Mimi nimekuwa nikisema first time nilipoenda nje ya nje. Nikasema hapa, nimekuwa nikisema kanisani kwetu. Hapa nyinyi mtaenda nje. Si unajua Sami? Unajua Sami ametoka Dubai juzi. Na ameleta kote. Container. Hajaleta vitu na mbali. Container. Mimi nikasema wa kanisani hapa mtaenda nje. Upako nilioko nao hamsikae hapa, tafuteni passport. Yule nani alikuwa bisuri tafuta? Sasa tunapata mpya, pata mpya. Sikae nyuma, pata mpya. Akashika neno, akashika nini? Akaliamini. Juzi ananipigia akiwa Dubai. Hata mimi nilikuwa nimepita Dubai, nikamwambia vile Dubai iko. Akanambia dadi. Nikasikia jamaa karibu kulia. Nikamwambia tutaongea baadaye. Ongea baadaye. Kabla tutaongea baadaye. Kampigia John kamulia, akaniambia mimi niliona Dubai hivi nikakukumbuka. Ukakumbuka nini? Kanambia nikakumbuka ile neno unasema kama kila mtu ataishika maisha itabadilika. Na niko hapa kusema ya kwamba ukishika hili neno. Ukishika hili neno. Huyu muulize huyu. Huyu nimempeleka Uingereza huyu. Muulize. Kweli ama si kweli? Kweli. Uliona kama video kama drama? Tumesafiri. Tumefanya nini? Vitu ambazo hazikufikiriwa. Na mwanadamu ingetendeka. I want to say point number 2. Number 1, God breaks. Number 2, He is a God of power and creativity. Unajua kwa nini? Hakuchukua huyu mtu angangane naye tumtumbukize ndani ama amulisha malaika akuja wakoroge alimwambia take up your mat and let me tell you, usiweke Mungu kwa box. Nasema usiweke Mungu kwa box. Anaweza kuja na njia yoyote. Yoyote. Nasema yoyote. Wana wa Israeli waliona vitu zinaanguka, si ndio? Kwa jangwa. Asubuhi wanauliza Musa na hii ni nini? Anaambia hii ni mkaa. Bakeri gani? Kuuliza bakeri gani? Bakeri gani? Bakeri gani? Broadways. Kuna meru kuna ingine imeanza inaitwa matata bread. Ilikuwa imetoka juu. Listen to this. For 40 years. How many years? They were in the wilderness. Msichana aliyezaliwa bila matiti ikachomoka akiwa jangwani. Vile wanaendelea, nguo inakuwa, viatu zinakuwa, dress inakuwa. Kwa nini tuweke Mungu kwa box? In the next 4 days, open heaven says. Open heaven says, number 1, you shall be blessed out of season. Nasema you shall be blessed out of season. You need to shake yourself. Shake yourself. Say, I declare, I shall be blessed. I silence. Say, my silence every evil voice. Usiniambie pastor, utamaduni wa kwetu mimi ni watatu. Nikipata mtu akuniwa ningoje mpaka wa kwanza, wa pili, wa tatu wawe. Hapana. You are unique. You are not like them. You are special. Hallelujah. Hata kama wewe ni watano, endesha hiyo gari Bwana amekupatia. Jenga hizo nyumba. Tumikia kwa nyumba ya Bwana, na Bwana naye atakukumbuka. Simama kila mmoja wetu. God has power. Nasema God has power.
came from India with our presiding bishop in April. Part of the things we did was medical checkup. Si mnajuanga India, hatukuwa wagonjwa lakini tulikuwa tumepewa package. Mimi, one of my graces is that I'm very outgoing. Wherever I go, I make friends. Tauliza Pastor Elias, tulienda naye Uingereza, wakiangalia nimepotea, nimeenda area nyingine. I make friends very easy. Mimi nimefika India, kwa ile hoteli tunakaa, nimefanya rafiki na pastor mwingine. Ameniambia saa 8 kuja tuchape injili. Wahindi population is 1.6 billion. Every 3 seconds mtoto anazaliangwa. Ile church ya Wahindi, nataka kupatia ushuhuda. Ile church ya Wahindi niliambiwa ni saa 8, wako na miungu mingine. So ukiwaambia kuna Mungu anafanya muujiza, anakuja mapema. Mama akija anakuambia niko na miungu 16, kama umeletwa kunisaidia mimi niko ndani. My friend, kitu moja ilikasirisha. Huyu pastor has a small church. Akanambia hao watu watakuwa 100%. Mkutano unaanza saa 8, utahubiri saa 8. Lakini by 1 watakuwa church. By 1 wamejaa. It's an addition of God. Lakini wanatafuta ile Mungu anafanya ka? Hey. Nyinyi wenyewe mnajua kwamba mahali kuna umaskini mwingi, watu wanakimbilianga msaada anywhere. Na hata wewe unaendaga kwa mganga ni kwa sababu una imani na huyu Mungu unataka msaada. Ama sio hivyo? Mama moja amekuja. Huyu mama amekuja. One of the things the Indians have trying to do is take care of health. But amekuja. Then tumeenda na one of the bishops. Tumeenda nikamwambia twende tukadiscover. Tumechukuliwa na tuktuk. Kule tuktuk ndio means kwa sababu ya jam. Tumeingia tuktuk Tata. So unajua hii Tata? Tata ni ya India. Tumechukua Tata. Barabara mara moja tumefika kwa church. Church iko kwa kibanda, tuko pale. Because pale kwa sababu ya watu vile wako mingi, ukiwa baba na wengi wetu mnapaswa kushukuru Mungu. Ama kinyosi, hakuna nyumba ni chache. Area ile tulikuwa kushida watu. So unaamkanga asubuhi, unachukua kioo na kombo, unasimama kando ya barabara kwa sababu watu wanapita. Yule mtu haja nyoa ndevu, unainua kioo hivi, unainua kioo hivi. Yes. Then unaenda kando, unakalishwa kwa kimuti, unasheviwa, una proceed. Mwingine naye anangoja hapo, anainua kioo, anainua kombo, anainua kioo, anainua kombo. So in this state we went, I shared on the name of Jesus. And we say, this name of Jesus, we have brought it. And Jesus, there is nothing that he can't do. One of the greatest miracles, mama moja alikuwa amekuja. Sasa, kuna Mungu wako hapa, kuna Mungu wa kuabudiwa saa 2, kuna wa saa 10 yako kwa kiuno, kuna wa saa 12 yako mguuni, kuna wa saa 12 yako hapa. Yani, God's everywhere. Let me tell you, we went with an holy hunger. Kuna wakati unakasirikianga pepo. Tukasema, in the name of Jesus, Jesus of Nazareth, appear. And Jesus appeared. Kama mama kalikuwa kamekaa hivi, na si mama ni msichana, lakini amefungwa na mapepo. Akasimama. Akasema, "Hii nimeona vitu sijaiona." Tukamuuliza, "Umeona nini?" "Kuna malaika nimeona amekuja. Ameninyorosha mgongo." Wote wakapiga makofi wakasema, "Huyo Yesu ndiye tunataka." Our Jesus is alive. We are saying our Jesus is alive. The next day, watu walikaa mpaka nje wakasema, "Kuna Yesu aliletwa na wa Kenya. Kujeni tukaone huyu ye." Pastor Juzi alikuwa anatuambia hiyo church imebadilika. Waligundua Yesu ndiye peke yake. Mimi nataka nikwambie huyu Yesu wetu hajaenda rivu. Aliyetupatia Joy na Mama Joy, na akatupatia Shalom, ana uwezo wa kupatia mtoto. Nasema ana uwezo wa kupatia mtoto. Na kitu moja, sikiza. Elias na Jane, mnajua Mama Sam. Mama Sam alikuwa anaenda kwao. Na watu mkifanya anything mtoe majina ya watu. Msikia? Mzee alimwangalia hivi akamwambia, "Wewe kama usaienda, utakaa hapa." Huyu mama nakumbuka akija ofisi yangu akilia akaniambia, "Mimi nimepewa 2 months. If I'm not expected I disappear." Today she is a rich woman. Nikamshika mkono tu hivi kasema, "In the name of Jesus, let the devil be ashamed." Najua wengi wetu mnatakanga maombi mingi. Ati lazima tukusukume. Tukusukume uende wapi? Hatuna haja kukusukuma. We only need you to raise up your faith. Believe in him. Today akona Samuel and who?
Enjoy. Yule jamaa alikuwa ameenda akarudi pole pole. Sema ati Mathe, hakuna makosa nilikuwa nimefanya, nimerudi. Na alikuwa ameoa. Kile akasema nimerudi kwa sababu ameona Bwana amefanya Mimi nikitaka nikuchallenge the next 3 days, because I'll be showing you what heavens means. Na leo nimekuonyesha it means blessed out of season. Mungu akifungua mbingu anakuambia it doesn't matter your season. He will bless you. Atafanya nini? Mimi nikataka tuinue mikono yetu. Toa Mungu kwa hiyo kikapu. Toa Mungu kwa hiyo sanduku. Yeye ni Mungu. Hakuna kitu haezi fanya. Inua mikono yako kila mmoja wetu. Mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Bwana niko tayari. Unishughulikie. Fungua kinywa chako kila mmoja wetu.